Jeshi la polisi Tanzania kupitia Wizara ya mambo ya ndani ya nchi limetoa taarifa rasmi kwa umma likitoa onyo kali dhidi ya watu wanaojihusisha na vitendo vya uhamasishaji wa makosa ya kijinai na uhalifu nchini. Taarifa hiyo ilitolewa na msemaji wa jeshi hilo kutoka makao makuu ya polisi jijini Dodoma. Imebainisha kuwa hali ya usalama nchini kwa ujumla wake inaendelea kuwa shwari na tulivu kutokana na ushirikiano mkubwa unaopatikana kutoka kwa wananchi pamoja na wadau wengine katika kubaini, kuzuia na kutanzua vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali. Pamoja na utulivu huo, jeshi hilo lilikiri kuwepo kwa matukio machache ya kihalifu yaliyojitokeza hivi karibuni ambapo yameendelea kushughulikiwa kwa ufanisi mkubwa kwa mujibu wa sheria za nchi, ambapo makamanda wa mikoa na vikosi wamekuwa wakitoa taarifa za mara kwa mara kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa, kuwafikisha mahakamani na kupatikana kwa hukumu stahiki kwa walioitiwa hatiani. Jeshi la polisi vilevile limeelezea kuwa limeamua kutoa ufafanuzi huo kufuatia maswali mengi kutoka kwa baadhi ya wananchi waliotaka kujua namna vyombo vya dola vinavyofuatilia na kudhibiti vitendo vya uhamasishaji wa uvunjivu wa amani unaofanywa na baadhi ya watu kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii. Katika kufafanua hilo, mamlaka zilisema kuwa zinafuatilia kwa ukaribu sana kwa saa 24 shughuli zote hizo kupitia mifumo mbalimbali ya kiusalama, ambapo hapo awali watu hao walikuwa wakihamasishana kufanya maandamano nchini yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 wa mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Ufuatiliaji huu wa kina umebaini kuwa wahamasishaji hao wameondoka kabisa kwenye ajenda ya awali ya maandamano yaliyozingatia matakwa ya kisheria na sasa wamehamia kwenye mkakati wa kuhamasisha vitendo halisi vya kihalifu. Miongoni mwa vitendo vya kijinai vinavyohamasishwa na vikundi hivyo kupitia mitandao ni pamoja na kufunga barabara kuu, kuchoma moto majengo ya shule kwa makusudi ili kusababisha hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wazazi, walezi na pamoja na kushambulia wananchi wasio na hatia. Taarifa hiyo ya polisi iliongeza kuwa watu hao wamedhikiri kwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha kukata watu vichwa, kuua raia, kuharibu mali za umma na za binafsi, pamoja na kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiwa kazini kwa lengo la kuwapora silaha ya moto ili wazitumie kuendeleza mipango yao ya uhalifu wa kijinai. Jeshi la polisi lilitamka wazi kuwa uhamasishaji huo unaofanywa chini ya kivuli cha kulinda haki ya kufanya maandamano ya amani au kubaliki hata kidogo, kwani ni kinyume na sheria za nchi, unaokiuka misingi ya utawala wa sheria, unaopigana na mikataba ya kikanda na ya kimataifa na unaweka hatari mkubwa kwa usalama wa taifa. Kufuatia mwenendo huo, mamlaka ya kiusalama zilisisitiza kuwa hakuna haki yeyote ya kisheria inayomruhusu mtu kuhamasisha vitendo vya kihalifu vinavyokusudia kuhatarisha usalama wa maisha ya watu na mali zao au vinavyokiuka haki za raia wengine kwa kuwajengea hofu ya kila siku na kuwanyima uhuru wao wa kufanya shughuli za kiuchumi za kujitafutia kipato cha kila siku. Jeshi hilo la polisi liliwatoa hofu wananchi kwa kujulisha kuwa linaendelea kuchukua hatua stahiki na za kisheria dhidi ya watu wote wanaojihusisha na mtandao huo wa uhamasishaji uhalifu, na linaendelea kuwawinda popote walipo ili wafikishwe mbele vya vyombo vya sheria. Aidha, wito uliotolewa kwa wananchi wote kwa umoja wao kuendelea kushirikiana katika kukataa, kupinga na kulaani vitendo vyote vya kihalifu vinavyolenga kuhatarisha amani ya nchi. Msemaji wa jeshi hilo alitoa ushauri kwa mtu yeyote anayepokea ujumbe unaomhamasisha uhalifu au maandamano hayo kutothubutu
kusambaza kwa watu wengine, bali au vute mara moja na kutoa taarifa mapema kwa vyombo husika ili hatua za haraka zichukuliwe kabla ya madhara kutokea. Polisi walihakikisha umma kuwa hali ya usalama nchi inaendelea kulindwa na kudumishwa kwa ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya dola vingine vyote vya usalama, na kwamba hakuna mwanya utakaoruhusiwa kufurugu utulivu uliopo. Hatua hii ya jeshi la polisi imepokelewa kwa hisia mseto na mivutano mikubwa ya kimaoni kutoka kwa Watanzania waliotumia fursa hiyo kutoa mitazamo yao mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kufuatia tangazo hilo la onyo. Sehemu ya kwanza ya maoni ya wananchi ilionyesha kuunga mkono kauli ya jeshi la polisi kwa kusisitiza kuwa amani ya nchi ni bora na ina dhamana kubwa kuliko jambo lingine lolote lile. Hivyo kuna uhitaji wa kuilinda nchi kwa wivu mkubwa na kuzuia furugu zote zinazoweza kujitokeza. Wananchi hawa walieleza kuwa wakati wa Mungu ndio wakati sahihi na kwamba utulivu unapaswa kuwepo ili kulinda maisha na shughuli za kiuchumi za raia wa kawaida. Hata hivyo, kulikuwepo na kundi kubwa la wachangiaji waliokosoa vikali taarifa hiyo ya polisi, wakidai kuwa jeshi lenyewe ndilo linalochochea na kuguza umaarufu wa maandamano hayo ya tarehe 7 mwezi wa 7 kutokana na kutoa taarifa nyingi mfululizo zinazohusu jambo hilo na kuwapa wanaharakati jukwaa la kuzikika zaidi. Baadhi ya raia walitoa shutuma kali dhidi ya weledi wa jeshi la polisi nchini, wakieleza kuwa Tanzania ina maafisa wa polisi wa ovyo sana wanaoshindwa kuelewa matakwa ya raia. Wakosoaji hao walisisitiza msimamo wao kuwa pamoja na kuwepo kwa onyo hilo, wao bado hawaamini ama wanaamini kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 itabaki kuwa siku ya kuonyesha msimamo wao na kwamba hawatawacha kuandamana kwa sababu wanaamini jambo hilo ni la haki na iko katika kikatiba. Hoja zingine zilizoeleza kuwa hatua ya polisi kutoa matamko ya namna hiyo inaonyesha wazi jinsi mamlaka zilivyopata hofu kubwa kuelekea tarehe hiyo, hali inayothibitisha kuwa swala la maandamano ni zito na linachukuliwa kwa umakini mkubwa na pande zote mbili. Mjadala huo mtandaoni uliendelea mbali zaidi, ambapo wananchi walidai kuwa maandamano yaliyopangwa ni ya amani na kwamba badala ya polisi kulipiga marufuku na kutoa vitisho, walitakiwa kuwaruhusu raia na kuwaambia waandamane kwa amani, huku jeshi likitoa ulinzi kama inavyotakiwa katika misingi ya kidemokrasia. Wachangiaji wengine walitupia lawama serikali, wakidai kuwa imekuwa ikichelewa kuchukua hatua katika mambo ya msingi na kuwataka watawala kuifuta kabisa iliyopo kwa sababu inawapeleka wananchi ovyo na haikidhi mahitaji ya sasa ya utawala bora. Pia wananchi walitaka jeshi hilo kuwakamata viongozi wa kidini, wakiwemo mashehi waliwahi kutoa tamko la kuitisha kukata watu vichwa hadharani, wakidai kuwa kuna upendeleo wa wazi ambapo baadhi ya watu wanajiumia mambo na kuachwa huru wakati wengine wakikitishwa kwa kutaka kutumia haki zao.